Dr. Damas Ndumbaro, mbunge wa jimbo la Songea mjini, ambaye pia ni waziri wa katiba na sheria, akiwakilishwa na mke wake Flora Mdima, ametoa milioni 5 kwa kituo cha watoto madrasa katika kata ya Ruvuma. Akizungumza wakati wa kukabidhi fedha hiyo, mke wa mbunge huyo alikuwa na haya ya kusema. Tembelea kituo cha watoto hawa. Tulishawahi kuja kuwaona mara ya kwanza, lakini leo pia tulikuwa tunazungukia watoto wa vituo vingine. Tukasema pia tupitie hapa kwa sababu kuna ahadi ilikuwa imeshatolewa. Maana tumekuja. Hivyo basi nachukua nafasi hii kuwashukuru sana kwa ujio wenu kuweza kukusanyika pamoja nasi. Mheshimiwa Ndumbaro yuko safarini. Hivyo basi akawa ameniagiza nije huku nipate kutembelea vituo vya watoto wenye mahitaji maalum. Anawasalimia sana na anawapenda sana. Na anawashukuru pia kwa ushirikiano wote ambao mnaendelea kumpa katika kutekeleza majukumu yake. Asanteni sana. Wiki ambao wamechukua jukumu la kuwalea hawa watoto. Kama tunavyojua watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Tumepewa zawadi kutoka kwa Mungu, hivyo wanapotokea watoto wenye mahitaji tuwasaidie kama wazazi, kama kina baba, kama kina mama, tuungane mkono katika kuwalea na kuwasaidia pale wanapokuwa wanahitaji mahitaji ya kimwili na kiroho pia, kama ambavyo wanafanya kituo hiki. Hivyo basi naomba nichukue nafasi hii kuupongeza uongozi wa kituo hiki, lakini na Waislamu pia ambao ndio wameanzisha kituo hiki kwa ujumla wao. Hongereni sana. Akituomba kwamba tuendelee kumuunga mkono mama yetu, Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye ndio mgombea wa urais. Hivyo basi tuendelee kumuunga mkono, kwani tunaamini kwamba ndiye anayesimamishwa kwa ajili ya nafasi hiyo, hakuna mwingine kwa Chama cha Mapinduzi. Hivyo basi tujitokeze, tuhamasike. Basi kwa kusema haya machache, kilichokuwa kimetuleta mahali hapa siku ya leo ni kukabidhi ahadi ambayo ilikuwa imeahidiwa na mheshimiwa mbunge kwa watoto hawa. Walikuwa wana mahitaji yao. Hivyo basi wakawa wameahidiwa kwamba watapewa. Kwa hiyo kilichotuleta siku ya leo ni kuleta ile ahadi ambayo ilikuwa imeahidiwa. Walikuwa wameahidi kutoa milioni 5 kwa ajili ya kuikabidhi siku hii ya leo. Naomba nimkabidhi mhusika. Kwa upande wake, mwenyekiti wa CCM kata ya Ruvuma na shehe ambaye anamiliki kituo hicho, wakitoa neno la shukrani kwa mbunge, walikuwa na haya kusema. Neno la shukrani huwa uzito wake ni kutamka neno fupi tu, kusema asante. Yaani hatuna namna nyingine, hata tukichagua maneno mangapi, lakini mwisho wake utakwenda kuikuta asante ndio inatangulia. Kwa hiyo sisi kwa niaba ya kata ya Ruvuma, kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, lakini kwa niaba ya Waislamu, kwa sababu serikali yetu haina dini, lakini tunaoiongoza tuna dini. Ndio hili leo umelifanya mheshimiwa, kwamba lazima nipite sehemu zote nisiangalie tu eneo la sikukuu inayokuja. Hii ni ya wote, na sisi tuseme tumepokea hilo na tumeliona hilo. Ndio maana nitanguliza kusema sasa inaonekana ofisi ya mbunge ni kama ndugu wa Ruvuma moja kwa moja, kwa sababu imekuwa na uzoefu na sasa sio wageni tena. Lakini neno la shukurani ndio hilo, kwamba sisi tunasema asante, asante sana. Lakini sisi tuseme tu, na sisi ni mashahidi wa kwamba Mwenyezi Mungu hawa viumbe wake ambao amewaleta, basi leo hii kuna kiumbe mwenzao amekuja kuwahudumia kwa kipato kile alichonacho. Kutoa ni moyo wala si utajiri. Mimi nafikiri shukurani yetu sisi wana Ruvuma kwa ujumla, tukichanganyikana wana hao watoto ni wa kwetu, tunasema asante sana bila kujali vyeo vyetu. Sisi sote ni wana Ruvuma, jamii ya Ruvuma leo inasema asante kwenye ofisi ya mbunge. Hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi wa neema alizotuneemesha. Sisi tukijaribu kuzihesabu neema hizi hatuwezi kuzimaliza kwa sababu ya wingi wa hizo neema. Na pili, hatuwezi kuzimaliza pamoja ya kuwa hatuwezi kuepuka kuzitumia neema hizo kwa kutozijua. Katika hizo ni kutupa akili. Kama hivi, akili inafikiri
mbele na nyuma na inaangalia yaliyopo. Basi akiweza mtu kuiparamia njia ya milimani, basi anafanya njia yenye vikwazo vya milimani. Allah akasema kumpa chakula yatima wa ndugu wa karibu. Yaani yule yatima ni wa ndugu wa karibu, lakini ameshaondokewa na mzazi na baba. Sasa ukaweza kumpa chakula, ni kuparamia njia ya mlimani. Au ukamkuta tu maskini ndha matraba, yaani amelala mtoto pale, amelala njiani mchangani kwa njaa, manake ndha matraba, kwa njaa. Halafu ukamwinua ukampangusa, basi ukamwangalia kwa huruma sana, jicho la huruma, na wewe Allah atakuangalia kwa jicho la huruma. Na sisi tunashukuru sana. Awali, shehe wa kata hiyo akitoa dua maalum ya kumwombea Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na mbunge wa jimbo la Songea mjini Dr. Damas Ndumbaro alikuwa na haya. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah hasana. Ee Mola wetu tunakuomba, hakuna wa kuombwa ila ni wewe tu. Mwenyezi Mungu tunakuomba utusikilize dua yetu hii. Mwenyezi Mungu tunakuomba, hakuna wa kuombwa ila ni wewe tu. Tumenyanyua mikono yetu katika hali ya unyonge na upendo. Ee Mwenyezi Mungu tunaomba tutusikilize. Kituo hichi ukikuze. Kituo hichi kiwe kikubwa kama vituo vingine Tanzania. Mwenyezi Mungu tunakuomba, hawa viongozi hao wakione kituo hicho kwa jicho la upendo kabisa, na uwajalie yale wanayohitaji. Mwenyezi Mungu uwakuzie. Mwenyezi Mungu tunakuomba, familia yetu tuliohudhuria hapa uijengee imani na utaratibu mzuri na upendo mzuri. Tunakuomba Mwenyezi Mungu utujalie msimamo wa nchi yetu uwe wenye imani, uwe wenye upendo, uwe la kila la kheri. Hatuna zaidi hapa. Mwenyezi Mungu tusimamie kwa upendo zaidi, na utusimamie jengo letu hili, na hapa pote papendeze, na watoto wetu wao wana akili kwa uwezo wako Mwenyezi Mungu. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Ayole la mbunge wetu kutoka mbali, karibu sana huduma yetu. Mola jalia, Mola jalia, Mola jalia, Ndumbaro wetu unapendeza, tukuwe tena kijiji chako, karibu sana huduma yetu. Watoto hawa chipukizi wazuri sana, wanapendeza. Mola jalia, Mola jalia, tunakuomba Mwenyezi Mungu umjalie mmoja wetu atupe salama anapotoka. Mola jalia.